Tuliwaita leo, tuna jambo letu mahususi. Tulioko mbele ni mawakili wa Mahakama Kuu na mahakama za chini yake, isipokuwa mahakama ya mwanzo, ambao leo tuna jambo la kueleza waandishi na mkawaambie wa Tanzania. Tulioko mbele hapa, mimi nazungumza, naitwa Maduhu, wakili Maduhu William, wakili wa Mahakama Kuu, na mkono wangu wa kushoto naye wakili Dickson Matata, naye ni wakili wa Mahakama Kuu. Naye wakili Doris, naye wakili Paul Kisabo, wakili wa Mahakama Kuu. Naye wakili Catherine Michael, naye ni wakili wa Mahakama Kuu. Sisi wote hapa ni wanachama wa TLS. Sasa tumeona kwamba leo ndugu zetu waandishi habari tuwaite. Tutakuwa wasemaji takriban watatu. Nitaanza mimi, atakuja Paul Kisabo. Tutafika hatua ya kujibu maswali. Sasa tutamwachia wakili wenzetu Matata aweze kujibu maswali yenu. Kwa hiyo tutaanza kuzungumza. Baada hapo, tukishamaliza sasa, tutapa nafasi mtu hoji maswali ambao mngependa kutuuliza. Taarifa kwa vyombo vya habari. Mwenendo wa mashauri ya kijinai yanayoendelea kufunguliwa kote nchini na haki ya huduma za msaada wa kisheria. Ndugu wanahabari, sisi mawakili wa TLS tuko hapa kuongea nanyi hasa kuhusu mwenendo wa mashauri mbalimbali ya kijinai ambayo yameendelea kufunguliwa katika mikoa mbalimbali kote nchini, yakiwahusu wa Tanzania mbalimbali baada ya uchaguzi mkuu wa 9 Oktoba mwaka huu. Na kama nakumbuka ndugu, ni kwamba wanahabari, tarehe 7 ya mwezi huu wa Novemba tulianza kuona katika mikoa mbalimbali watuhumiwa wakifikishwa mahakamani, wengine kwa makosa ya uhaini, wengine makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, wengine kwa makosa ya uharibifu wa mali, wengine kwa makosa ya kufanya fujo, na baadhi kwa makosa ya kula njama. Na mpaka sasa tumekaa sisi mawakili, tumefanya utafiti na tumebaini kwamba mpaka ninapozungumza kwa maana ya leo, watuhumiwa mbalimbali katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Mara, Mwanza, Arusha, Njombe na Kilimanjaro na Kigoma wamefikishwa mahakamani. Na tutapata habari pia mchana huu kwamba baadhi pia wamefikishwa mahakama ya wilaya mkoa wa Mbeya masaa machache yaliyopita. Na watuhumiwa wengi, ndugu waandishi habari, ambao mpaka sasa hivi wameshafikishwa mahakamani ni vijana wadogo kati ya miaka 19 mpaka 25. Ndugu wanahabari, baada ya mashauri hayo kuanza kufunguliwa, tulikaa na kufanya tathmini ambapo tulibaini kuwa watuhumiwa walio wengi uelewa wa kisheria ni mdogo, na wengi hawana hata uwezo wa kulipia gharama za mawakili kwa ajili ya kuwakilishwa kwa mujibu wa ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya Katiba Tanzania ya mwaka 77. Hivyo basi, sisi mawakili wa TLS tumeamua kujitolea kutoa msaada wa kisheria, ikiwemo kwa kuwakilisha mahakamani watuhumiwa wote waliofikishwa mahakamani tangu tarehe 7 ya mwezi Novemba, ambao wataendelea kufikishwa mahakamani pia, na wale ambao wataendelea kufikishwa mahakamani siku hadi siku bila malipo na bila masharti yote. Kwa hiyo Watanzania wote ambao mpaka dakika wameshafikishwa mahakamani, tutawasaidia kuwatolea msaada wa kisheria, kuwakilisha mahakamani, kuwatembelea magerezani huko waliposegelea kwa hapa Dar es Salaam, na ambao wanaendelea kushikwa vituo vya polisi bila gharama yoyote na bila masharti yoyote, kwa sababu ni Watanzania na wadeserve haki hiyo. Sasa ndugu wanahabari, tuangalie idadi ya watuhumiwa waliokuwa wanashikiliwa katika mahabusu mbalimbali nchini. Mpaka sasa inakadiriwa kwamba Dar es Salaam pekee zaidi ya watuhumiwa 400 walikamatwa. Kwa maana ya mkoa wa Dar es Salaam pekee yake watu 400 plus walikuwa wanashikiliwa katika vituo mbalimbali vya polisi, hasa kituo cha polisi Oyster Bay. Mkoa wa Mwanza watu takriban 200, zaidi ya 200. Na kati yao nafikiri 172 wameshafikishwa mahakamani. Kilimanjaro kama 312, ambapo kati yao 300 wameshaachiwa na wamebakia watuhumiwa 12.
Katika mkoa wa Tabora tunao watuhumiwa 5 wanaoshikiliwa mpaka sasa ambao walikuwa wanashikiliwa. Mkoa wa Mbeya zaidi ya watuhumiwa 300, mkoa wa Njombe zaidi ya watuhumiwa 10, mkoa wa Songwe zaidi ya watuhumiwa 200 na mkoa wa Kigoma zaidi ya watuhumiwa 10 walikuwa wameshikiliwa, na kati yao 11 nafikiri washapelekwa mahakamani. Ndugu wanahabari, baadhi ya watuhumiwa walikwisha fikishwa mahakamani na baadhi yao bado wanaendelea kufikishwa katika wanaendelea kushikiliwa katika mahabusu mbalimbali za polisi nchini. Katika watuhumiwa wote wapo walikwenda kabla ya uchaguzi mkuu. Kwa kwenye makundi ya watuhumiwa hapa, makundi ya aina 3. Kundi la kwanza kuna ambao walishikiliwa kabla ya 29 kwa maana tarehe 1, 2 mpaka tarehe 28. Kundi la pili ni siku ya uchaguzi wenyewe kwa maana ya tarehe 29. Na kundi la mwisho tuna makundi ya watu ambao wamekamatwa baada ya uchaguzi kwa maana ya tarehe 30, 31, tarehe 1 mpaka leo, mpaka kwa baadhi ya watu ya watuhumiwa ambao wanaendelea kukamatwa. Ndugu zangu, ni kwamba mpaka sasa baadhi yao tuwatembelea katika vituo mbalimbali vya polisi na tumeshuhudia mamia ya vijana wakiwa wamejazana katika vituo hivyo. Kwa baada ya kubaini kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanaendelea kushikiliwa, sisi kama mawakili hatukulala nyumbani. Tuliwatembelea katika vituo hivyo vya polisi. Kwa mfano Dar es Salaam tumetembelea Oysterbay, tumeona vijana pale wengi. Tumeenda vituo vya polisi kama Mburahati, kuna watuhumiwa pale, na nimeshuhudia wengine wakifikishwa mahakamani mapema mwishoni mwa juma lililopita. Sasa ndugu zangu wanahabari, tuangalie mpaka sasa idadi ya watu ambao wameshafikishwa mahakamani katika mikoa mbalimbali kote nchini. So ni muhimu pia mkapata taarifa. Ndugu wanahabari, ni vyema mkajua mpaka sasa ni watuhumiwa ngapi wameshafikishwa mahakamani na kwa makosa gani, ili mkayahabarishe umma wa Tanzania kama inavyoonyeshwa katika jedwali lifuatalo. Dar es Salaam tunawatumia mpaka sasa hizi 240 ambao wote tuma zao ni uhaini. Naomba kurudia hapo. Dar es Salaam tunawatumia 240 ambao wamefikishwa mahakamani kwa maana ya mahakama Kisutu kwa tuma za uhaini. Mkoa wa Mwanza tunawatumia 172 ambao wana tuma za unyang'anyi wa kutumia silaha, uchomaji wa mali, uharibifu wa mali na kufanya vurugu. Dodoma tunawatumia 62 ambazo tuma zao ni uhaini na wote wameshafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Dodoma kwa hatua za awali kwa maana ya wanaita mwenendo kabidhi. Kigoma tunawatumia 11 wameshafikishwa mahakamani kwa tuma za unyang'anyi wa kutumia silaha kwa maana ya Kiingereza wanaita armed robbery. Iringa tunawatumia 89 ambao wamefikishwa mahakama ya hakimu mkazi Iringa jana kwa tuma za uhaini na unyang'anyi wa kutumia silaha. Njombe tunatumiwa 9 ambao wamefikishwa mahakamani Ijumaa iliyopita kwa tuma za uhaini. Arusha bado hatujadhibitisha rasmi, lakini tunatakibani sio taarifa rasmi, kwa mnaweza mkawa kukoti au mkatumia lugha ya jumla, zaidi ya watu 60 huenda wakafikishwa mahakamani na baadhi wameshafikishwa kwa tuma za uhaini, lakini bado hajapata hati ya mashtaka. Kwa tukipata hati ya mashtaka tutawabrief. Tabora tunawatuhumiwa 5 ambao bado wanaendelea kushikiliwa polisi, lakini nao nimesikia kwamba watafikishwa mahakamani muda wote kuanzia sasa. Tutapata taarifa rasmi na mamlaka za Tabora. Bunda kwa maana ya mkoa wa Mara tunatuhumiwa 29 ambao hawa wanatuhumiwa na tuma za uhaini. Tarime watuhumiwa 9 tuma za uhaini, na mkoa wa Iringa kwa maana ya Mafinga watuhumiwa 45 nao kwa tuma za uhaini. Sasa ndugu waandishi habari, jumla inafanya kuwa na watuhumiwa makosa yote hayo kwa maana ya uhaini, yaani kutumia silaha, kufanya fujo, uharibifu wa mali kwa maana ya uchomaji na uharibifu wa mali. Jumla watuhumiwa 641 mpaka leo wameshafikishwa katika mahakama mbalimbali kote nchini katika mikoa ambayo nimewatajia. Ndugu wanahabari, kutokana na makosa mengi yanayowakabili watuhumiwa kutokana na dhamana, ni kwamba waandishi habari niwaambie makosa ambayo tumeyasema hapa takribani yote hayana dhamana. Ni makosa ambayo ni unbailable.
kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Uhaini na makosa mengine hayadhaminiki. Baada ya mashtaka yao kusoma mahakamani, watuhumiwa wote walipelekwa mahabusu. Dar es Salaam kwa mfano hapo Segerea. Kwa Dar es Salaam nimesema huko katika gereza la Segerea. Adhabu ya juu kabisa, ndugu wanahabari, ambayo watuhumiwa wanaweza kupewa kama atakutwa na hatia ni kunyongwa hadi kufa kwa makosa kama ya uhaini. Na adhabu inayofuatia kwa maana ya length ni kifungo cha jela maisha. Makosa kama ya armed robbery unafungwa maisha. Na adhabu ya chini kabisa ya makosa haya kama atakutwa na hatia kwa makosa kama ya arson, uchomaji wa mali, ni kifungo cha jela miaka 30. Hivyo basi, kutokana na uzito wa adhabu, naomba kurudia hapo. Hivyo basi, kutokana na uzito wa adhabu hizo, tunaahidi sisi kama wakili kutoa huduma ya utetezi inayostahili na kwa kamilifu wake kwa mujibu wa sheria za nchi yetu kwa watuhumiwa wao. Sasa habari kama nilivyowaambia kwamba tutakuwa na wasemaji kadhaa, kwa awamu hii naomba niishie hapa. Ndugu waandishi wa habari, kama ambavyo mwenzangu amekwisha zungumza, taarifa hii kwa umma tunaitoa baada ya ndugu wanafamilia kuwa wametuma maombi kwenye chama chetu, Chama cha Wanasheria Tanganyika, wakiomba pia msaada wa kisheria kwa ndugu zao, kama ambavyo Maduha ameeleza kwamba wengi hawana uwezo wa kulipa gharama za mawakili. Kwa walituma maombi kwenye chama chetu cha Wanasheria Tanganyika, na sisi kama Chama cha Wanasheria Tanganyika tuna jukumu la kwa umma. Kwa tuna jukumu hilo, kwa tunalifanya hili jukumu kulingana na sheria yetu kifungu namba 4 cha TLS. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, sisi tulipata fursa ya kuonana na watuhumiwa hasa wale ambao wako Dar es Salaam, na tumeonana nao mahakamani. Naomba hili likae sawa. Tumeonana nao mahakamani kwa wale ambao wako Dar es Salaam, na kwa wale ambao tumeona mahakamani na nyie waandishi wa habari mlikuwepo, wengine walikuwa na majeraha ambayo yanaonekana kabisa. Mliwaona walikuwa na majeraha, lakini pia wale ambao tulizungumza nao pia baadhi pia walituambia kwamba walipigwa, walikuwa na hayo, wameteswa na hayo majeraha pia ambayo yanaonekana, na jambo hili ni kinyume cha sheria. Lakini pia kwa sababu kama ambavyo nimesema walitueleza na tulikuwa mahakamani, tulieleza pia mahakama kuhusiana na hilo swala, na tuliomba kwamba mahakama itoe amri kwa wale ambao walikuwa na majeraha wakapatiwe matibabu. Tunashukuru kwamba mahakama ilitoa hizo amri na ilisema siku nyingine ambapo watuhumiwa wataletwa mahakamani, ripoti za matibabu ziwasilishwe mahakamani za hao watu. Lakini pia katika hali isiyo ya kawaida, ndugu waandishi wa habari, baadhi ya watuhumiwa walionekana wakiwa wengine wamevaa singlet. Kuna mtuhumiwa mwingine amevaa boxer na singlet. Si mliona? Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba either pengine walikamatwa wakiwa nyumbani kwao, wakiwa majumbani, au hawalinyimwa fursa au hakupewa fursa ya kujistiri. Hiki jambo hili ni kinyume pia na misingi ya utu wa kawaida tu, hata kama wewe sio mwanasheria. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hakupata fursa ya kujistiri, jambo ambalo ni kinyume na misingi ya utu wa mwanadamu. Ndugu waandishi wa habari, licha ya watuhumiwa kuanza kufikishwa mahakamani, lakini bado kuna watu wengine ambao wanashikiliwa kwenye vituo vya polisi. Wanaendelea kushikiliwa kwenye vituo vya polisi kinyume cha sheria, kwa sababu sheria inasema mtuhumiwa akikamatwa anapaswa afikishwe mahakamani ndani ya saa 24 au apewe dhamana ya polisi. Sasa akipita masaa 24 tayari huyo mtu anakuwa anashikiliwa kinyume cha sheria. Kwa mfano Dar es Salaam watuhumiwa zaidi ya 400 walikamatwa. Na hii idadi tulifahamu kwa sababu sisi tulikwenda kituo cha polisi Oysterbay
kwa nia kuonana na wateja wetu, lakini hatukupewa fursa ya kuwaona. Tuliambiwa tu wako 400 na zaidi. Askari aliyekuwa front desk akawasiliana na OCS kwa sababu tuliambiwa hayupo, akatoa majibu kwamba haruhusu mtu kuonwa kwa wakati huo. Kwa hiyo hatukupewa fursa ya kuwaona tulipoenda pale kituo cha polisi Oysterbay. Kwa hiyo tuliambiwa watu 400 plus wamekamatwa, na takwimu za sasa ambao sisi tunazo ni watu 240 wamefikishwa mahakamani. Lakini pia tunafahamu kwamba kuna wengine wameshaachiwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi, ikiwemo pia Oysterbay. Japo kuwa sasa hatujui idadi kamili ya ni watu wangapi ambao tayari wameachiwa. Vile vile pia ndugu wengi ambao watu wao ndugu zao wameshikiliwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi wamekuwa wakinyima fursa ya kuonana na hao ndugu zao. Wamekuwa wakipiga simu kuomba msaada. Hivyo tunatoa wito pia kwa jeshi la polisi kuruhusu ndugu zao kuwaona katika vituo vya polisi, kwa sababu ni haki yao. Kama mtu ameshikiliwa kwenye kituo cha polisi, ndugu ana haki ya kwenda kumuona ndugu yake ambaye anashikiliwa kwenye kituo cha polisi. Na ni jambo la kisheria, wala sio jambo la kificho. Ni jambo ambalo sheria inataka hivyo, kwamba kama kuna mtu anashikiliwa kituo cha polisi, ndugu yake, wakili wake, rafiki yake, mzazi wake ana haki ya kwenda kumuona na kuonana naye, kwa sababu hata kama anashikiliwa haimaanishi kwamba haki zingine zote anakuwa amekosa. Kuna mahitaji pia ambayo mtu anakuwa anahitaji. Lakini pia kama ambavyo tumekwisha sema, watu wengine walishikiliwa katika vya polisi kabla ya uchaguzi mkuu, na ndugu zao hawakupewa taarifa ya wapi walipo. Hii ilipelekea sintofahamu kubwa. Pengine unajua ndugu yako anapokuwa amekamatwa alafu unakuwa hujui kwa wapi, ukienda polisi upati labda nafasi ya kumuona, na hali iliyotokea nadhani wengine wanakuwa nafikiria wengine labda ndugu yao amefariki labda au nini, yani watu wako kwenye sintofahamu. Kwa ni muhimu sana kuepusha pengine hizi sintofahamu kwa watu ambao wanashikiliwa na vituo vya polisi. Polisi wawape nafasi au fursa ya ndugu kuwaona ndugu zao ambao wapo kwenye vituo vya polisi. Kama ambavyo nimeeleza pia mawakili tulipata hiyo changamoto, na jambo hilo la kunyima fursa ya kuwaona ni kinyume cha sheria. Sasa baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, nini sasa wito wetu? Ndugu waandishi wa habari, tunatoa wito ufuatao kwa jeshi la polisi. Kwanza, linapaswa liwafikishe mahakamani wote wanaoshikiliwa katika vituo vya polisi, na kama hakuna ushahidi kulingana na upelelezi ambao wamefanya, tunaliomba jeshi la polisi liwaachie huru hawa watu ili wakaungana na wapendwa wao, wakaungana na familia zao, lakini pia wakaendeleza majukumu ya kulijenga taifa. Mtu anapokaa ndani anakuwa hafanyi kazi, maana yake anashindwa kulitumikia taifa lake. Kwa ni muhimu wakapewa dhamana au wakaachiwa huru ili waweze kuendelea na majukumu mengine ya kulijenga taifa. Lakini pia tunatoa wito kwa jeshi la polisi kuwaruhusu ndugu, jamaa, marafiki, wazazi kuonana na ndugu zao ambao wanashikiliwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi. Kama ambavyo mnajua watu wameshikiliwa kwenye vituo mbalimbali maeneo mengi nchini. Kwa hiyo wapewe hiyo fursa ya kuonana nao ili angalau waweze kuwapatia pengine hata na mahitaji na vitu vingine ambavyo kimsingi vinahitajika kwa mtu ambaye amekamatwa. Lakini pia tunatoa wito kwa jeshi la polisi kuruhusu mawakili wote nchini kuhakikisha kwamba wanaonana na wateja wao ambao wapo kwenye vituo vya polisi ili waweze kuwapa msaada wa kisheria. Msaada wa kisheria sio mahakamani tu. Kwenye vituo vya polisi pia watu wanahitaji msaada wa kisheria. Iwe gerezani watu wanahitaji msaada wa kisheria. Kwa hiyo watuhumiwa kama ambao tumeeleza wengi hawana uelewa wa kisheria. Kwa ni muhimu wakakutana na mawakili wao, wakazungumza nao, wakapata msaada ambao unastahili kwa mujibu wa sheria, msaada huo wa kisheria. Lakini pia tunatoa wito kwa jeshi la magereza kwa wale watuhumiwa ambao tayari wameshafikishwa mahakamani. Nadhani mnafahamu kwamba kuna baadhi ya watuhumiwa wamefikishwa mahakamani pasipo taarifa kwa ndugu
au mawakili, kwa hiyo walisomewa hati za mashtaka au mashtaka yao mahakamani pasipokuwa na wakili au ndugu. Kwa hiyo wamepelekwa, na baada ya hapo wakawa wamepelekwa kwenye magerezani kulingana na kwamba tuhuma ambazo zinawakabili hazina dhamana. Kwa hiyo na haijaelezwa wazi kwamba wamepelekwa kwenye magereza gani. Kwa hiyo ni muhimu sasa jeshi la magereza kwa sababu mtu akishapelekwa gerezani jeshi la magereza na wajibu wa kuelezea au kutoa taarifa au kutoa utaratibu wa namna ya kuwaona ndugu zao, kwamba ndugu yako labda yuko gereza la Segerea au yupo Isanga Dodoma au yupo wapi, ili kusudi ndugu au wazazi, marafiki waweze kuwaona au kuwatembelea pia ndugu zao na kuwapelekea pia mahitaji ya kibinadamu. Kumbuka hawa ni watuhumiwa, na kwa mujibu wa katiba mtu yeyote anapaswa kutendewa kwamba kuonekana kwamba hana hatia. Sawa? Hiyo ni kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hawa watu wana haki zote isipokuwa haki ya kwenda sehemu yoyote anapotaka. Kwa haki zingine zote za binadamu wanazo. Kwa hiyo wanahitaji kupata mahitaji yao mbalimbali ya kibinadamu, mavazi na mengineyo, mahitaji ambayo ni ya muhimu. Lakini pia jeshi la magereza kwa wakazi wa Dar es Salaam wengi watuhumiwa walipelekwa Segerea. Kwa ni muhimu tu ndugu zao wakafika Segerea, kwa wale ambao tayari wameshafikishwa mahakamani. Lakini pia tunawasihi sasa, tunatoa wito pia kwa ndugu wazazi au wanafamilia, watu ambao wameshafikishwa magerezani waende na vitambulisho pia, kwa sababu utaratibu ukifika gerezani kwa mtu wa kawaida unatakiwa utoe kitambulisho. Hata sisi mawakili pia huwa unaonyesha kitambulisho chako. Kwa ni muhimu pia ndugu, marafiki wanaoenda kuwatembelea hawa watu waende na vitambulisho ili kukwepa pia kupata usumbufu. Sikiwa huna kitambulisho unaweza usipewe fursa ya kumuona ndugu yako. Sasa watu wanaweza kama amesafiri, ametoka labda mkoani au mbali, alafu afike tena arudishwe kwa sababu tu ya kitambulisho hana. Kwa hiyo tunawasihi pia waende na vitambulisho kuwatembelea ndugu zao. Lakini pia tunatoa wito kwa mkurugenzi wa mashtaka nchini kutumia mamlaka yake ya kisheria kwa mujibu wa sheria mwenendo wa makosa ya jinai kufuta mashtaka haya, kwa sababu kwa tathmini yetu tunaona kwamba mashtaka haya ambayo yamefunguliwa kimsingi tunaona hana miguu ya kusimama kisheria. Kwa ni vyema mkurugenzi wa mashtaka katumia mamlaka yake ya kisheria kuyafuta haya mashtaka. Na kama ambavyo tumeeleza pia mwisho ni kwamba sisi tutatoa uwakilishi wa kisheria, na wote nadhani mnafahamu kwamba jana chama cha wanasheria Tanganyika kimetoa tayari orodha ya awali ya mawakili ambao tayari wanatoa msaada wa kisheria. Imeorodheshwa kwa mikoa mbalimbali: Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Mara. Kwa hiyo tayari orodha ya awali imeshatoka ya mawakili. Kwa hiyo napenda pia kutoa hiyo taarifa kwamba tutatoa huo uwakilishi wa kisheria kwa watuhumiwa wote nchini na bila ubaguzi wa aina yoyote. Ndugu waandishi wa habari, ili ndo hapa ndo mwisho wa tamko letu la siku ya leo, na tamko hili limetolewa na mawakili ambao ni wanachama wa chama cha wanasheria Tanganyika, na tamko hili lina baraka zote la chama cha wanasheria wa Tanganyika. Asanteni kwa kunisikiliza. Karibuni kwa maswali atajibu wakili. Hii taarifa ni ya muhimu sana kwa ajili ya jamii kutokana na tatizo lililotukuta, na nyinyi hasa ndio ambao ni chombo tunachokitegemea kuhakikisha kinafikisha habari kwa wananchi. Ukweli ni kwamba wananchi wengi hawajui ndugu zao wako wapi. Kwa hiyo tumetoa idadi, lakini pia ninatamani mwende mbele kama tunaweza hata tukawapatia, kwa mfano tuna majina yako kwenye kesi, tunaweza tukawapatia, au wengine mnayo, basi mtafute namna hata miandike, watu wanaweza wakapata taarifa vizuri. Lakini pia pale inapostahili
kupigia sauti au kulalamikia kitu, mlalamikie. Mlikuwepo wakati watuhumiwa wale wanaletwa mahakamani, na mmeona watu wamekuja, wengine wana risasi kwenye mguu. Yani mtu ana zaidi ya siku 5 akiwa mahabusu na risasi ikiwa kwenye mguu wake kiasi kwamba mguu unataka kuoza. Mwingine amekuja amechomwa na sijui ni kitu gani, sijui ni mafuta, sijui ni nini, lakini hajapata matibabu ya aina yoyote, na mbaya zaidi nguo zake zimechanwa, kwa vile vidonda vinazidi kuumia. Na kuna watu kama alivyosema nafikiri wakili Maduhu au Kisabu, amekuja amevaa boxer na singlet. Huyu mtu kwanza, kwa akili ya haraka unapata picha kwamba inawezekana hata alikutwa amelala kitandani. Hiyo ni picha ya kwanza kabisa. Lakini cha pili, unamwekaje mtu mahabusu kwa zaidi ya siku 5 akiwa hivyo? Na niombe pia kwa kutumia hii, na mahakama zetu zijali utu wa mtu. Pale mtu anapoletwa akiwa katika mazingira kama yale, nafikiri hakupaswa hata kupokelewa, ili iwe fundisho kwa wale watu ambao wakamata watu na kuwaleta katika mazingira kama yale. Unamletaje mtu mahakamani akiwa na boxer na akiwa na singlet? Kwa ninaomba nyinyi mwe sauti yetu. Asanteni. Nafikiri mniruhusu sasa nijibu na nianze la mwisho mpaka la kwanza. Nikianzia kwako John, kwa swali lako kwamba kuna watu ambao wameuliwa lakini walikuwa majumbani, kwa maana ya kwamba yeye ana ushahidi wake ni ile kwamba kuna baadhi ya clip na nini zimeonyesha watu wameuliwa wakiwa majumbani kwao, na wakati mwingine kuna risasi ambazo zimepigwa kwenye majumba. Sasa kwa kukujibu hilo, kwanza niseme sisi kama chama na kama mawakili wa TLS, baada ya kutokea kwa tukio hili lililotokea, chama kilitangaza na kikatoa namba ambazo watu wameruhusiwa kutuma ushahidi wa matukio mbalimbali. Na kwa lugha nyepesi, chama kinaendelea na kuchakata. Tumekuja hapa kwanza kama hatua ya awali, kwa sababu unapokuwa na tatizo, yapo mambo ambayo lazima myashughulikie haraka, lakini yapo mambo ambayo mnaenda taratibu, kwa sababu yanahitaji umakini, yanahitaji ushahidi na yanahitaji kuchakata. Sasa swala la kwa mfano watu ambao bado wako mahabusu, swala la watu ambao wamesomewa mashtaka wako magereza, swala la afya zao ni swala ambalo linahitaji uharaka, na ndio maana sisi kama chama cha mawakili tumejitolea kwamba lazima tushughulikie kwanza hilo swala. Na baada ya hapo sasa ndio tutakuja kwenye swala kama kuna familia ambazo zimeleta ushahidi na zimeeleza kwamba ndugu zao walikuwa nyumbani tu, walikuwa hayuko kwenye maandamano na kadhalika, lakini ameuliwa tena kwa risasi ya moto, na ushahidi ukiwepo, hiyo tutaichakata na tutakuja kuitolea taarifa mbeleni ni hatua zipi tutachukua, na kama watu tunaweza kwenda mahakamani ili watu waweze kulipwa fidia. Ni kweli kwamba uhai wa mtu hauna namna unaweza ukaurudisha, lakini pia hakuna chochote ambacho unaweza replace, yani ukasema hii ni fidia, lakini at least kuonyesha kwamba tuko pamoja, na walau wapate chochote kuonyesha kwamba kuna watu wanatakiwa kuwajibika. Kwa hiyo sio tu benefits, lakini pia hata wale waliofanya hivyo, kwa sababu sisi ndani ya nchi wote tuko chini ya sheria na hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Kwa hiyo si polisi au mtu yeyote ndani ya nchi hii anaweza kufanya kitu ambacho kinakatazwa kwa mjibu wa sheria. Nafikiri nitakuwa nimekujibu ndugu John. Nikija kwenye swali la pili juu ya kuwajibishwa, nafikiri linaendana na la tatu, na kwa mantiki hiyo majibu ni yale yale, kwamba kwa sasa kitu ambacho tunakiangalia sana ilikuwa ni kudili na hii kitu. Kumbuka wengi waliokamatwa, ukweli ni kwamba hata kwa kuangalia
ni miaka kati ya 15, 16, 17 mpaka 25 hapa. Hawa watu wengine ni wanafunzi, hawa watu wengine ndo wamemaliza shule wako mtaani, hawa watu wengine ndo wale vijana ambao walikuwa wanatuoshea magari kwenye sehemu za barabara, na sasa hivi wengi ukiangalia hatuwaoni, hatujui wako wapi. Waandishi wa habari, natamani hii kitu muifuatilie, tujue baada ya tukio wale watu wameenda wapi, kwa sababu kumbukeni, sisi wengine tulikuwa tuna sehemu ya kujihifadhi, wale wanalala kwenye vituo vya daladala. Sasa kwenye ile lockdown hawa watoto walienda wapi na usalama wao ukoje? Lakini pia sasa iwe lai pia kwa vyombo vinavyohusika na ulinzi na usalama, vitoke vituambie hawa watu wako wapi. Sasa kitu cha muhimu tu kwenye swala swali la pili ambao usema kuna wengine wamewatafuta ndugu zao hawawaoni, wameenda Labinensi, wameenda wapi hawawaoni. Mimi niseme kitu kimoja hapo kwamba sisi kwa mfano ni taasisi, TLS ni taasisi, tumejitokeza kwenye jamii kutoa msaada au kutoa kile ambacho sisi kama chama tunatakiwa kukifanya kwa jamii kama wajibu wetu, sehemu ya obligation yetu. Ninatamani kuona pia taasisi nyingine ambazo zina wajibu kuhakikisha zinatoka. Kwa mfano, tunatamani kuona hospitali, watu wanaohusika hasa wizara au mahospitali yatoke watuambie, na kwa kibidi waweke orodha ya watu ambao walienda walipokelewa kama maiti na kadhalika au walitibiwa pale, ili ndugu na jamii iweze kujua ukweli. Lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama vijitokeze vituambie wanajua vifo ni vingapi, na kama hakuna vifo watuambie, kuliko kukaa kimya. Watuambie kuna vifo vingapi, na kama hakuna waseme hakuna vifo, na kama kuna wanasema picha zinazoonekana sio, watuthibitishie kwamba hizo ni za matukio gani, ili tuweze kusema kweli kwa hili tukio lilitokea Njombe mwaka fulani, kwa hiyo kweli sio la tarehe 29, 30 na kuendelea. Nafikiri itakuwa nzuri kuliko kusema kugeneralize kwa mtu tu kusema kwamba hizi picha hazifanani na tukio. Nikija kwenye swali la kwanza la kwamba umeuliza mwandishi kwamba wewe unachoona watu wamechoma moto, watu wamefanya vurugu, why imekuwa uhaini? Je, tunaona kuna kosa kweli la uhaini? Nafikiri ni kujibu tu kwa mantiki na muktadha wa kikao chetu hapa na nyinyi waandishi. Hatukuja kutaka kufafanua juu ya masuala ya makosa, whether kuna ni kosa liko sahihi au haliko sahihi. Sisi tumekuja kwa nia ya kutaka kueleza kwamba tuna nia ya dhati na ni wajibu wetu kuhakikisha tunatoa msaada wa kisheria. Kwa hiyo kwenye whether ni uhaini kweli, nafikiri ni mchakato wa kimahakama, na kwa sababu kesi nyingi zimeshafunguliwa, nafikiri hilo litajibiwa tutakapokuwa tunaendelea na kesi hizo mahakamani. Asante. Jamani waandishi,